Bwana Yesu amenipa nililete kwa kanisa ni somo linalosema ubatizo waliobatizwa mitume wa Yesu Kristo na wanafunzi wa Yesu. Ubatizo waliobatizwa mitume wa Yesu Kristo na wanafunzi wa Yesu. Tukiwa katika juma la Pentekoste, Yesu tunaona akiwa anawaagiza wanafunzi, akiwa anaondoka kuwaambia msitoke mjini huu mpaka mpokee nguvu itokayo juu. Bwana Yesu asifiwe. Msitoke mjini, kwa lugha nyingine msitoke mbele yangu mpaka mpokee nguvu itokayo juu. Somo la ubatizo waliobatizwa mitume wa Yesu Kristo na wanafunzi wake. Tutaanza na kitabu cha Matendo sura ya kwanza mstari wa 4 hadi ule wa 5. Soma. Hata alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wasitoke Yerusalemu. Hata alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba. Bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake. Ambayo mlisikia habari zake kwangu. Ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji. Yohana alibatiza kwa maji. Bali ninyi mtabatizwa katika Roho. Mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Baada ya siku hizi chache. Roho Mtakatifu aliposhuka kwa kanisa, alipowashukia mitume, wakapokea huko ubatizo ambao walibatizwa, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kanisa leo linahitaji kubatizwa na ubatizo wa Roho. Ubatizo wa Roho ni ubatizo ambao unaweka alama ya Mungu juu yao. Mitume wao walibatizwa ubatizo wa Roho. Wao hawakukutana na ubatizo wa Yohana, walikutana na ubatizo wa Roho. Ndio maana baada ya kubatizwa, wao walikuwa na ujasiri usiokuwa wa kawaida. Akawaambia, msitoke humu mjini mpaka mpokee nguvu. Haleluya. Mpaka mpokee nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka mpokee hiyo nguvu itokayo kwa Baba, ambayo ahadi yake Baba aliahidi mtaipokea kwa siku hizi chache. Ni ubatizo wa Roho. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe kanisa. Amen. Ubatizo wa Roho. Haleluya. Amen. Ubatizo wa Roho. Mathayo 3:11 soma. Kitabu cha Mathayo sura ya 3 aya ya 11. Ndio. Imeandikwa. Kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba. Kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba. Kwa ajili ya toba. Bali yeye ajaye nyuma yangu. Bali yeye ajaye kwa nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi. Wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho na kwa moto. Angalia, anabatiza wanafunzi mitume wa Yesu. Wakaambiwa ninyi mtabatizwa kwa Roho na kwa moto. Haleluya. Maji yako wapi hapo? Yohana aliwabatiza kwa ubatizo wa maji kwa ajili ya toba. Maji yako wapi? Haleluya. 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 Mwisho ananiambia, "Mbona mchungaji sasa tukibatizwa kwa maji tunatoka tumejaa Roho Mtakatifu?" Yesu asifiwe. Roho akiwaambia kweli mimi nawabatiza kwa maji, lakini ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi. Na Yesu Kristo ndiye kielelezo chetu. Tunapaswa kujifunza kwa Yesu Kristo. Kila alichokifanya na sisi tufanye. Si alichofanyiwa. Alichofanya yeye. Haleluya. Alichofanyiwa tutafanyiwa.
Kama nitandikwa bakora tutapigwa. Kama nitemewa mate tutatemewa mate. Lakini sisi tunapaswa tujifunze kwa kila alichokifanya yeye ndicho tufanye. Yeye akasema, kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya ondoleo la dhambi, lakini ajaye nyuma yangu hatafanya hivyo. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Angalia, siku ya Pentekoste Roho wa Mungu anashuka. Kilichotangulia ni nini? Kilichotangulia ni nini? Kilichotangulia ni? Kilichotangulia ni upepo. Uvumi ukavuma, jengo lote likachanganywa na uvumi wa upepo. Nguvu ya Mungu ikashuka. Kila mmoja haelewi anachotakiwa kufanya wakati huo, ufahamu unapotea. Baada ya hapo wanashangaa ile nguvu wakati inawafunika kila mmoja mmoja, wakashangaa ndimi za moto zinagawanyikana, zinamkalia kila mmoja. Ndimi za nini? Tayari uthibitisho wa vitu viwili vikathibitika. Upepo, uvumi ambao ni nguvu ya Mungu, na moto kashuka juu yao, ubatizo ukakaa juu yao. Wale watu walisikia kunena lugha mbalimbali. Wale watu hawakunyamazishwa, wale watu hawakutulia. Walijaa ujasiri, wakajaa nguvu, wakasimama. Petro alipomgusa akamwambia, sikiliza, sisi sio walevi, hatujalewa. Tuna akili zetu timamu. Tuna akili zetu. Limetimia tu lile neno la Yoeli ya kwamba itakuwa siku hizo atamwaga Roho wake. Ndio amemwaga sasa. Ndio maana mnasikia paa Kiarabu mnakisikia kinanenwa. Haleluya. Haleluya. Sikiliza. Roho wa Mungu akifurika juu yako, lugha ambayo hata uielewe, wakikuuliza baada ya kumaliza, uelewe hata moja wala mbili. Uelewi chochote unachoulizwa unazungumza. Uelewi. Utashangaa umu wa haya wanakusikia unazungumza Kihaya, wanakuongelesha, uelewi. Ulikuwa umejaa Roho, anamhudumia mtu. Roho akifurika. Haleluya. Roho akifurika analihudumia kanisa. Sasa leo ubatizo wa Roho wameukataa. Kanisa leo limekataa ubatizo wa Roho. Limekataa ubatizo wa Roho. Lakini ndio ubatizo ambao kanisa, mitume wa Yesu Kristo walipokea. Ndio ubatizo waliopokea. Huu ndio ubatizo ambao nyakati hizi tunapaswa kubatizwa. Ubatizo maana yake ni alama, ni kutiwa alama, ni kuzamishwa. Zama katika Roho, potee. Haleluya. Haleluya. Potea kabisa. Aliyezama katika Roho, ufahamu wake wa kawaida haufanyi kazi tena. Hauwezi kufanya kazi, huwezi kukumbuka chochote. Umezama katika Roho. Hata kama kuna mwanao yuko hapo hutamuona. Unamuona kwa sababu bado uko mwilini. Ukiwa rohoni huwezi kumuona. Walianza kunena, wakaanza kutabiri, kila mmoja kwa lugha yake. Walioko nje wakasikia lugha zinanenwa huko ndani. Mbona huko ndani kuna Wayahudi, lakini sasa mbona tunasikia mpaka lugha zetu wenyewe huku ndani zinazungumzwa? Haleluya. Ubatizo wa Roho. Ngoja twende muone. Soma Marko 1:8. Marko sura ya kwanza mstari wa 8. Inasema, ndio, mimi ninawabatiza kwa maji. Ninawabatiza kwa maji. Bali yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Yohana bado anaendelea kuthibitisha, mimi nabatiza kwa maji. Sababu ya maji ilikuwa ni maandalizi ya kutengeneza njia
ya kuruhusu yule ajaye nyuma, atakayefanya mambo yasiyoonekana, yeye aingie atengeneze, yeye akute tayari watu mioyo imeshageukia kwa Baba, ili wabatizwe kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni kweli ya Mungu, ndiye anayemdhihirishia Baba ya kwamba hawa ni wako, maana kisha gongwa muhuri ndani yako, ndiye anayedhihirisha kwamba mtu huyu ni wa Baba. Haleluya. Asiye na Roho wa Mungu, huyo si wa kwake. Roho akisha jaa ndani yako, ukazamishwa, tayari wewe umepokea ubatizo wa Roho. Ubatizo wa Roho ni kuzamishwa ndani ya Roho Mtakatifu. Ni kuyaishi maisha ya kiroho, maisha ya rohoni. Huko ndiko kubatizwa, ubatizo wa Roho. Haleluya. Amen. Haleluya. Na ubatizo wa kweli, ubatizo wa moto ni ubatizo wa kweli, ni kweli ya Mungu. Neno la kweli ni ubatizo wa moto juu yako. Haleluya. Huu ndio muhuri, ukisikia watapigwa chapa watu wa Mungu, ndio hii. Wakati mpinga Kristo na wapiga 666, Mungu naye anawagonga muhuri watu wake ambao ni kweli yake. Ubatizo, tunazungumzia ubatizo wa Roho, ubatizo wa mitume waliobatizwa. Tutakuja kuangalia ubatizo ambao sasa ni ubatizo halisi siku nyingine. Luka 3:16 soma. Changamuka, natamani Mungu akupe roho ya wepesi. Kitabu cha Luka sura ya 3 aya ya 13 inasema. Ndio. Akawaambia. No, 3:16. 16 inasema. Ndio. Yohana alijibu akawaambia. Kweli mimi nabatiza kwa maji. Ni kweli, tulia kidogo. Sikiliza, anasema ni kweli mimi nabatiza kwa maji. Lakini yuaja mtu mwenye nguvu kuliko mimi, ambaye mimi sistahili kufanya nini? Kulegeza kidamu. Kidamu ni mikanda ile, sisi tunaita mikanda. Kibiblia inaitwa kidamu. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Ataachilia rama, ataachilia nguvu juu yenu, lakini ataachilia na chapa ya Mungu ambayo ni kweli ya Mungu. Yesu akazungumza, uwatakase kwa ile kweli yako, neno lako ndio kweli. Yohana 17:17 akawa anazungumza, anamwambia Mungu uwatakase. Ubatizo ni utakaso. Kwa hiyo mitume walitakaswa. Angalia, kabla hawajabatizwa na ubatizo wa Roho, angalia nini kilitokea. Wengine walimkana Yesu, wengine hawakumwamini Yesu, wengine walimsaliti. Haleluya. Wengine hawakumjua. Petro akasema hapana, mimi huyu simjui. Yuda naye akasaliti kwa vipande vya fedha, kama leo kanisa linavyofanya. Tunamsaliti Yesu kwa vipande vichache vya fedha. Tumetanguliza tumbo mbele, tumemsahau yale tufia msalabani. Haleluya. Kwa fedha tu tumegeuka kuwa Yuda. Wachungaji Mayuda, washirika Mayuda, manabii Mayuda, mitume Mayuda. Tumegeuka kuwa Yuda tu. Tunawaza Yuda tu. Haleluya. Amen. Kwa sababu hatujakutana ubatizo wa Roho. Ukikutana ubatizo wa Roho, unageuka kuwa chapa ya Mungu. Haleluya. Unageuka kuwa chapa ya Mungu, chapa halisi. Biblia inasema tulikuwa naye katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo hata anayebatizwa kwa ubatizo wa Roho anageuka tena, hawi tena yule hageuki tena kuwa John tena wa mwilini, anageuka John wa rohoni, aliye chapa ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watu tumegeuka kuwa wasaliti, hatumjui huyu aliyetufia msalabani, tumemkataa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Petro alipoulizwa akasema mimi simjui, hajakutana na ubatizo wa Roho. Haleluya. Yuda naye akamwambia tunampataje huyu Yesu Kristo, tunampataje? Huyu mfalme wa Wayahudi tunampataje? Nipeni pesa tu, shekeli nipe. Kama leo tunavyosema, nipe shekeli nitakuombea, nipe shekeli nitakufanyia hiki, nipe shekeli nitakufungua. Kumbe anayefungua ni mtu, sio Yesu. Hujakutana ubatizo wa Roho. Ukikutana na ubatizo wa Roho, wewe unakufa. Sikiliza, wewe unakufa. Huwezi kutembea tena kwa
mifumo ya usaliti, kwa mifumo tena ya kumkana Yesu, kwa mifumo ya kutokumjua, kwa mifumo ya kutokumwamini Yesu Kristo. Unakwenda kwa Kalimanzira kwa sababu wewe humjui Yesu Kristo. Ndio maana unakwenda kwa Kalimanzira. Ndio maana unakwenda kutafuta nguvu nyingine. Haleluya! Walipoipokea nguvu, Petro alijaa ujasiri, akawaambia, sikiliza enyi watu, hii ni saa 3 mchana. Angalia, tunanena habari zake, maana tumepokea lile neno lililonenwa na nabii Yoeli, ya kwamba itakuwa siku za mwisho Bwana atamwaga roho wake juu ya watu wote wenye mwili. Hatamwaga. Sasa leo ndo amemwaga. Hiyo nguvu mnayoisikia huko ndani ni nguvu ya Mungu aliye hai. Haleluya! Sio nguvu ya mauzauza ya Kalimanzira, ni nguvu ya Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana anasema, Yohana anasema, mimi kweli nawabatiza kwa maji, lakini yuko anayekuja nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi. Hatabatiza tena kwa maji, hatabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Nguvu ya Mungu itashuka juu yenu, lakini iko kweli ya Mungu ambayo ni chapa ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Hicho ndicho kipindi ambacho Mungu alikuwa anakidhihirisha, ya kwamba kanisa litatembea katika mifumo ya rohoni, ya kwamba kanisa litabatizwa, ya kwamba walio wa Mungu watakuwa na alama yake. Yohana 8 mstari ule wa 9 yake ameeleza wazi akisema ya kwamba asiyekuwa na roho wa Kristo huyo si wake. Haleluya. Ubatizo wa roho, kwa haijalishi ulibatizwa katika maji mengi, kama roho wa Mungu hayumo ndani yako, huna alama ya Mungu wewe. Haleluya. 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 Mungu anataka wale waliopokea chapa yake, ambayo ni ubatizo wa roho na ubatizo wa moto, analidhihirishia kanisa. Yohana anasema, ni kweli, sijakataa, ni kweli nimewabatiza, nimewazamisha kwenye maji ya ziwa Victoria, lakini bado hamjabadilika tu. Ngoja, yupo anayekuja na nguvu kuliko mimi. Kama mimi niwazamisha kwenye maji, yeye anakuja kuwazamisha kwenye kweli yake. Anakwenda kuwafungua, anakwenda kuondoa mateka, anakwenda kuondoa walioonewa, watawekwa huru na watakuwa na chapa ya Kristo. Haleluya. Chapa ya Kristo ni neno la Mungu lililo hai, ambao ni ubatizo wa moto. Amen. Haleluya. Amen. Nabii Zekaria naye hakwenda mbali, akasema wazi, fungu lile la 3 nitalipitisha kwenye moto. Ubatizo wa moto. Haleluya. Ubatizo wa nini? Wa moto. Wana wa Israeli wanatoka Misri, Mungu anasema haitoshi kuwapitisha kwenye bahari ya Shamu, bado nitawabatiza kwa moto. Akatembea nao usiku kwa nguzo ya moto. Umesikia? Moto. Mungu akiachilia injili ya ufalme, huo ni ubatizo tosha. Ndani yako ni ubatizo tosha. Haleluya. Ni ubatizo tosha. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikuoneshe kitu kingine. Soma Yohana 1:33. Yohana 1:33 soma. Kitabu cha Yohana sura ya kwanza aya 33. Neno la Mungu linasema, ndio, wala mimi sikumjua. Wala mimi sikumjua, lakini yeye aliyenipeleka kubatiza kwa maji. Kumbe Yohana aliambiwa nenda katangulie mbele. Biblia inasema akamwagiza atengeneze njia. Ndio maana alikuwa akitembea akiwaambia, ni sauti yake aliye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yenyosheni mapito yake. Maana yeye anakuja kubatiza kwa moto na kwa Roho Mtakatifu. Mimi nawabatiza kwa maji, lakini anayekuja mbele yangu, anayekuja nyuma yangu ni kwa moto na kwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Yuaja, lakini mimi sikumjua. Aliyenipeleka kubatiza kwa moto. Kumbe Yesu Kristo alimwagiza Yohana, tangulia. Yohana alitangulia mbele ya Yesu kwa roho ya Elia. Haleluya. Yohana alitangulia mbele ya Yesu Kristo kwa roho ya Elia.
akaenda kugeuza. Ngoja nikwambie, watu mpaka leo wanasema Elia anakuja, ili atakapokuja mioyo ya wana itawageukia baba na mioyo ya baba itawageukia watoto. Angalia wewe, kwa sababu macho yako ya ndani yamefunga na masikio yako ni kiziwi, ndio maana hujaelewa. Yohana alikuja kwa roho ya Elia akisema, itengenezeni njia. Haleluya, tengeneza. Elia, roho ya Elia ilikuja, ilishakwisha kuja tayari. Haleluya, roho ya Elia tayari ilishakuja. Kama bado wanaisubiri, waisubirie. Wanasema wale mashahidi wawili watakao kuja kusimama eti ni Henoko na Elia. Watu walishachanganyikiwa. Wakati mashahidi wawili atakao simama ni Agano Jipya na Agano la Kale, ndio atakao simama. Haleluya. Watu wanawakanyaga chini, watawaua. Kwa mfano, wataiua kweli ya Mungu, wataifunika, lakini takapoinuka kila mmoja atasajaba, atasema ni kitu gani hiki? Ni kweli ya Mungu, ni kweli ya Mungu, wala sio Henoko wala Elia. Haleluya, ni kweli ya Mungu. Agano la Kale na Agano Jipya ndio litakalosimama. Litakaposimama nyakati hizo, haleluya, litakaposimama kila mmoja atashangaa. Waliowaua Biblia inasema hivi, Mungu atatia pumzi yake, maandiko yatatiwa roho, injili itahubiriwa ya roho, itanenwa katika roho. Ni nguvu isiyokuwa ya kawaida. Watu waliokuwa wamekufa watainuka kwa miguu yao tena watasimama. Amen. Hiyo ndio injili ya roho, na ndio ubatizo wa roho, ndio ubatizo wa moto, ambapo kweli ya Mungu Bwana ananena. Akamwambia yule tajiri, Ufunuo 3:18, ya kwamba wewe uko uchi, lakini sikiliza, nakupa shauri, njoo ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto. Ubatizo wa moto, ubatizo wa roho. Wengine wakaenda mbali, wakawasha moto mkubwa, wanawapitisha watu na bakora juu mgongoni. Tandika bakora kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, fimbo ya mgongoni. Unasema amen. Usidorosha machozi kama umepoteza ubatizo. Haleluya. Ndivyo walivyobatizwa. Ni nchi fulani nimeitunza, ila kwa watu waliofuatilia waliona, walikuwa wanatandikwa bakora za mgongoni. Amevaa nguo nyeupe, pigwa bakora kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, mgongoni. Unaitika amen. Usidondoshe machozi. Haleluya. Wengine nao wakaenda mbali zaidi na walimwelewa Mungu, walimwelewa Yesu, walielewa kwamba ubatizo, maana Petro walipomuuliza, sasa tutendeje ndugu zetu? Wakamwambia, tubuni, iamini injili ili mbatizwe kwa jina lake Yesu. Jina lake Yesu wakalitafuta wakalikosa. Wakasema, tunakubatiza kwa jina la Yesu, zamishwa kwenye maji. Bado ni yale yale. Wewe umezamishwa, umetamka kwa jina la Yesu. Ni lipi? Umeambiwa batizo kwa jina la Yesu, lipi? Ezekiel anataka kwenda kunena habari za Mungu. Anazamishwa kwenye mto, anaanzia kwenye kiliko cha miguu, anasogezwa mbele mpaka kwenye magoti, anakwenda mbele mpaka kwenye kiuno, anakwenda mbele, maji yanamfunika, ukawa mtu usioweza kuvukika. Tayari amejaa roho, kashazamishwa, yuko tayari kwenda kuhubiri habari za ufalme. Amen. Yuko tayari kwenda kuwaonya Israeli kosa lao. Haleluya. Kosa lao, sikiliza, kwenda kwa Israeli, watu waliokengeuka, wanaokuambia wanamjua Mungu jinsi alivyo na sura yake, halafu nawapelekea injili ya maonyo na kuambia kosa lao mpaka uwe kula gumegume. Mungu anasema nitakupa uso wa gumegume kuliko wa kwao. Yaani unakuwa na sura ngumu kuliko wao. Kama wao wana sura ngumu, wewe unapewa mara mbili ya sura yao. Haleluya. Maana mtu kumwambia kosa lake sio mchezo. Tena Israeli sio mchezo. Haleluya. Akamwambia, njoo kwangu nunue dhahabu iliyosafishwa kwa moto. Israeli ambao wao ndio ambao ni msingi, wao ambao ni lango, wao wakabatizwa kwa nguzo ya moto usiku, na bahari ya Shamu wamepitishwa. Haleluya.
wamepitishwa, maadui wakaangamia kwenye bahari ya Shamu. Leo hii tunakutana na kweli ya Mungu. Miungu, mizimu, vinyamukera, mapembe, kina Kalimanzira, akina Karubuye, wote wanazama. Wakiingia kwetu wanateketea, maana tumebeba chapa za Bwana. Maana moto urao yuko ndani yetu, anaishi, anakuwa na tenda kazi. Huyo aliye moto urao, yeye Mungu aliye halisi, anakuwa anaishi ndani yako. Kwa hiyo vinyamukera vyote, mapembe yote yanakimbia na timuka, anabaki Yesu ndani yako. Haleluya! Kama Misri, wa Misri walioangamia kwenye bahari ya Shamu mara baada ya ubatizo wa wana wa Israeli, wakaangamia. Musa aliwaambia, simameni hivi leo, sio kesho. Leo muone nini Bwana anatenda. Na wewe nakwambia, simama kwa jina la Yesu, uone Mungu atakachokutendea. Wewe kubali ubatizo wa moto, ubatizo wa Roho, uone Mungu anatenda nini kwako. Bwana anataka kufanya mambo ambayo kila atakayeona atasema hapana, huyu mtu kweli ninaamini amekutana na Mungu. Alikuwa amefungwa, leo amefunguliwa. Alikuwa ni kiwete, leo anatembea. Alikuwa ni mgonjwa, leo amefunguliwa. Leo alikuwa ni tasa, leo ananyonyesha. Alikuwa ni masikini, leo amebarikiwa. Bwana anakwenda kuachilia. Wewe kubali ubatizo wa Roho. Haleluya! Nataka nikwambie kwamba saa ya ubatizo wa kanisa la Mungu umefika. Haleluya! Umefika. Na Mungu anataka kuliamsha kanisa lake. Biblia inasema, tukijua ya kwamba saa ya kuamka kutoka usingizini imekwisha kuwadia. Imekwisha kuwadia. Maana wokovu wetu karibu nasi kuliko tulivyoamini. Haleluya! Tulipoanza kuamini, wokovu wetu karibu. Ubatizo wa moto. Nazungumzia ubatizo wa moto. Nazungumzia ubatizo wa moto. Wanafunzi wa Yesu Kristo, mitume wa Yesu Kristo, wakapokea ubatizo wa moto, wakajaa ujasiri. Angalia hata wa mahali, Biblia inasema wakati wanaendelea kuinena habari za Yesu Kristo, mahali pale pakatikiswa. Watu 3,000 wakaokoka kwa siku moja. Siku moja wakaokoka watu 3,000. Ardhi ikatikisika, nguvu za Mungu zikatikisa mahali pale. Ilikuwa sio kazi nyepesi. Alama ya Mungu ya kwamba anatembea na wewe ni lazima Roho wa Mungu awe juu yako. Haleluya! Haleluya! Kwa sababu anayetenda kazi ndani yako sio wewe tena, anatenda ni Roho, ndiye anayefanya. Gideon akauliza, yako wapi yale matendo makuu tuliyohadithiwa na baba zetu? Mbona kila mahali kwa wanapita miungu inaanguka? Mbona leo inasimama tu? Mbona haianguki? Leo nataka nikwambie, akina Kalimanzira walioshikilia hatima yako wataanguka. Wewe kubali kubatizwa, ubatizo wa moto upite juu yako. Wao walioshikilia hatima yako lazima waanguke. Wamisri walianguka mara baada ya ubatizo wa bahari ya Shamu. Israeli wakavuka salama, wakatakasika na vinyago vya Misri vikabaki. Nataka nikwambie, wataachua, watabaki kwenye bahari, watabaki. Miungu itabaki humo, itateketea. Miungu itateketea. Natamka miungu itateketea. Walioshikilia hatima yako watateketea kwa jina la Yesu Kristo. Maana saa ya Mungu ikifika haina mpinzani. Haleluya! Saa ya Mungu ikifika kwako haina mpinzani. Haijalishi wewe ni wa namna gani, haijalishi hata kama unaona wewe huna nafasi tena kupokelewa na mbingu. Mbingu zinakupokea, ili mradi majira yameruhusu tayari, yameshaadhimia kwamba tayari huyu chapa ya Mungu anapigwa. Sauli alikuwa anaenda kuua, ana waraka wa kuua tayari, anao mkononi. Kama leo wachungaji wanadua kwa maandiko, Bwana kitabu ungeuza, atapiga chapa yake juu yako. Utashangaa, utaanza kunena kweli. Ulikuwa nena maneno yako, ulikuwa nena injili ya kudanganya, injili ya kushawishi. Utashangaa Bwana anabadilisha kinywa chako, unaanza kunena habari za ufalme. Haleluya! Matendo 2:1-4. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2. Ndio. Mstari ule wa 1 mpaka wa 4. Neno la Bwana linasema. Ndio.
hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo, kwa nguvu kienda kasi, ukaijaza nyumba yote walimokuwa wameketi. Ukawatokea ndimi za moto kama ndimi za moto uliokalia kila mmoja, wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha mpya kama Roho alivyowajalia. Angalia, walipopokea hiyo nguvu, kila mmoja kaanza wakushuhudia, akashuhudia, wakuponya, wa ishara, wa maajabu, wa matendo makuu, akisimama akinena habari za Mungu zinadhihirika. Haleluya! Ubatizo waliobatizwa mitume. Haleluya! Amen. Leo mtu anabatizwa jambazi, leo mtu anabatizwa mwizi tu, msaliti, mrarushwa. Ananiambia, "Hao nimebatizwa, mimi nampenda Yesu." Yesu yuko nampenda. Yesu yuko naye mpenda. Maana chapa ya Kristo hatuioni kwako. Haleluya. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni karama. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni zawadi. Haleluya. Ni zawadi. Wako watu wanatamani ubatizo wa Roho, wanatamani ubatizo wa moto, lakini misingi ilishawekwa, hawezi kuvuka. Misingi ilishawekwa, hawezi kuvuka. Haleluya. Misingi ya kidini, misingi ya udhehebu ishafungwa, hawezi kutoka, kwa nabaki pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ubatizo wa Roho, hakuna kazi unayoweza kufanya ili upokee wewe nguvu ya Roho Mtakatifu. Haipo. Ni zawadi. Weka tayari tu. Weka tayari, mwambie Bwana, niko tayari, nimejiachia sasa. Wewe nitawale. Bwaga moyo. Bwaga moyo wako mbele za Bwana, au tawale mwenyewe. Uone nini Mungu anafanya. Wagalatia 4:6. Soma. Kitabu cha Wagalatia. Ndio. Sura ya 4 mstari wa 6. Ndio. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana wa Mungu, ndio, Mungu alimtuma Roho wa mwanae mioyoni mwetu, aliye Aba, yaani Baba. Rudia tena. Nasema, na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa mwanawe mioyoni mwetu, aliye Aba, yaani Baba. Amen. Kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, sifa wana. Haleluya. Mungu alimtuma Roho wa mwanawe. Kwa kuwa mmekuwa wana, anasema mioyoni mwenu aliaye Aba, yani Baba. Na nilikufundisha habari ya Baba. Aba ni baba, ambaye baba ni mtu wa karibu mno, wa karibu. Sasa watu wa Mungu walio karibu na Mungu wanamwita baba. Wakati wengine wanamwita Mungu, wewe unamwita baba. Wakati wenyewe wanamheshimu kama rais, wewe unamwita baba. Haleluya. Wakati wao wanamwita huyu ni rais wetu, wewe unamwita huyu ni baba yangu mimi. Yaani wewe unatamba na baba yako, wakati wengine wanamwogopa. Wewe umwogopi, unamheshimu na unampenda kwa sababu yeye ni baba yako. Wakati wanamwita baba, ndio maana nasema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Oh, haleluya, haleluya. Wakati wengine wanamtaja Mungu, wewe unasema Baba yangu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe ndani yangu. Oh, mapenzi yako yatimizwe hapa kwangu kama yanavyotimizwa huko mbinguni. Sio duniani tu, kwangu yatimizwe. Ni yatimize mimi, yatimizwe ndani yangu, maana wewe ni baba yangu. Wakati wengine wanakuita Mungu, mimi nakuita baba yangu. Haleluya. Ndio maana umenipa Roho wa mwanao au ndani yangu. Amen. Haleluya. Amen. Ndio faida.
ya kuwa na roho wa Mungu, ya kuwa mwana kwenye ufalme. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Ndio maana tunapewa zawadi. Ni zawadi. Kwa nini? Kwa sababu tumekuwa wana. Sio ubatizo kwamba mtu ametoka jana kuzini tunamwambia ati nakubatiza ukawe kiumbe kipya kwenye maji. Unamwondolea jasho tu. Wewe unamwondolea jasho. Akakutana na Injili, akakutana na neno. Uone nini kinatokea. Atakuwa kiumbe kipya. Haleluya. Atakuwa kiumbe kipya. Warumi 10 mstari wa 8 mpaka wa 10. Kimbia usome hapo. Kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 9. Ndio. Uona leo karibu nawe ni nani? Kama ni maji au ni neno? Kwa sababu ukimkiri Yesu, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kumwamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Umesikia? Ukiamini. Unaamini nini? Unachokiamini ni nini? Ulichokisikia, si ndio? Umesikia ukaamini. Ulichosikia ni nini? Injili. Injili, neno la Mungu. Neno la Mungu, kweli ya Mungu. Kweli ya Mungu, roho wa Mungu. Haleluya, haleluya. Roho, neno. Neno, Mungu. Ulimsikia Mungu. Haleluya. Ulimsikia Mungu, ukaamini na ukaokolewa. Biblia inasema siamini mwana wa Mungu hana uzima, na ghadhabu ya Mungu inamkalia juu yake. Mwana wa Mungu ni nani? Ukisoma Yohana 1:1, Biblia inatueleza kwamba alikuwa ni neno. Halafu Biblia inasema hivi, huyo neno akafanyika mwili na akakaa kwetu. Aliyekaa kwetu ni nani? Ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na Biblia inasema neno li karibu nasi. Amen. Amen. Haleluya. Hebu angalia, ulikuwa umemaliza? Nenda kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 12 mpaka 13. Waebrania sura ya 4 12 na 13. Changamka soma hapo. Sura ya 4 mstari wa 12 unasema. Ndio. Maana neno la Mungu li hai. Maana neno la Mungu li hai. Tena lina nguvu. Tena lina nguvu. Tena lina ukali. Tena lina ukali. Kuliko upanga wao wote. Ukatao kuwili. Tena la choma. Hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyo ndani yake. Tena ili jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Umesikia? Neno la Mungu ni upanga, ni moto. Liko tayari kuyatambua mawazo, liko jepesi, ni jepesi kutambua mawazo yako. Neno la Mungu. Neno la Mungu lina ukali kuliko upanga, linachoma. Ndio maana linaitwa moto. Haleluya. Kwa hiyo utakubaliana na mimi kwamba ubatizo wa moto kumbe ni kweli ya Mungu. Maana naitwa moto urao. Haleluya. Neno linatenganisha nafsi na nini? Nafsi na nini? Na roho. Mafuta. Haleluya. Linatenganisha. Na mafuta yaliyomo ndani yake yanatenganishwa. Neno hilo. Haleluya. Waefeso. Somo wa Efeso sura ya 6:17. Kitabu cha Efeso sura ya 6 aya 17. Inasema. Panga huo. Uangalie huo panga. Tena. Ipokeeni chapeo ya wokovu. Pokeeni chapeo ya wokovu. Na upanga wa roho. Ambao ni neno la Mungu. Umesikia upanga wa roho ni nini? Neno la Mungu. Kwa hiyo ukisimama ukasema ninatuma upanga, unalituma neno. Ukituma upanga, kama ni marango watu wanapambia marango yako, unatuma upanga, unasema natuma neno, imeandikwa utanifanya kuwa ukuta wa boma la shaba juu ya maadui zangu, nami naachilia huo ukuta wa shaba. Ukienda kwa waganga kwenye paji la uso, utashangaa utakuta miguu chali, miguu juu, kichwa chini. Haleluya. Amen. Pokeeni chapeo
ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni nini? Neno la Mungu. Neno la Mungu ni upanga. Unajua, ngoja niwaambie watu wa Mungu, watu waliookoka, wanaosema wameokoka, hawajui hatima yao. Wangalijua ndio wangekuwa wanatamba. Kwa sababu tumajini, tupepo, tumizimu uto. Kanyaga saga hafu endelea. Kama kanyaga sisimizi. Lakini ndio kwanza unatetemeka. Ukisikia mtu na majini unatetemeka mpaka unataka kuruka ukuta. Haleluya. Ukiona mjusi mpaka usingizi usiku hausinzii. Unakemea mpaka unakemea kodi na kauka. Kumbe ilikuwa ni mjusi tu wa kawaida. Umekosa nini? Umekosa mamlaka. Pokeeni chapio ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Pokea hiyo nguvu, tembea nayo. Mitume walipopokea hiyo nguvu, walitembea nayo, hawakuona haya. Hata walipopelekwa, angalia, akina Petro wanapelekwa mbele ya wakuu, mbele ya baraza. Wanatandikwa bakora, wanatoka wanarukaruka, wanasema, "Hii tulikuwa tunaingoja kwa hamu." Yaani wanapigwa alafu wanasema tunangoja kwa hamu, tulikuwa tunaingoja kwa hamu. Leo hii kanisa liko wapi? Aliguswa tu kidogo, wokovu ameacha. Yaani kama ni hivyo, mimi wokovu basi. Mimi nilijua wokovu nitakuwa salama, lakini kwenye wokovu ndo nimeenda kukutana mateso. Wenzako walipopokea hiyo nguvu, wakasema sasa sisi ndo tulikuwa tunakingojea hiki. Wakawaambiwa marufuku kunena habari hizi kwa jina hili. Wakasema sasa sikiliza, tunafungulia sasa. Waliwapiga, wakawa kama wamechochea moto, wamemwaga petroli kwenye moto. Kilichowafanya vile ni nguvu walioipokea. Ubatizo, tayari wameshafanana na Kristo. Haleluya. Haleluya. Uwe fanana na Yesu kwa jina la Yesu Kristo. Uwe jasiri katika maisha ya kiroho. Uwe jasiri ukanene habari za Mungu. Haleluya. Ukazinene habari za Mungu kwa ujasiri. Bila Roho wa Mungu huwezi kunena habari za Mungu kwa ujasiri. Huwezi kushuhudia habari za Mungu kwa ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naona watu walivyo mateka. Watu walivyofungwa. Bwana Yesu asifiwe. Watu wamefungwa. Na atakayewatoa kwenye gereza ni nani? Na atakayewatoa huko? Yohana 12:48. Kitabu cha Yohana sura 12 mstari 48. Neno la Mungu linasema. Ndio. Yeye anikatae mimi. Yeye anikatae mimi. Asiyekubali maneno yangu. Asiyekubali maneno yangu. Anaye amhukumuye. Anaye amhukumuye. Neno hilo nililolinena ndilo litakalo hukumu siku ya mwisho. Wewe ukimkataa Yesu, sisi hatuna shida na wewe. Wewe ukikataa Injili, hatuna shida na wewe. Hilo neno ni mradi umelisikia. Ubatizo sio hayo maji ya Ziwa Victoria. Ubatizo ni kweli ya Mungu. Ubatizo ni Roho wa Mungu. Ndio utakao kufanya uwe kiumbe kipya, ufanane. Biblia inasema, Ezekiel akaambiwa, nitawaondolea moyo wa jiwe na kuwanyunyizia maji safi. Alafu nitaondoa moyo wa jiwe niweke moyo wa nyama, ili niweke roho yangu, alafu niandike sheria yangu kwenye vibao vya mioyo yao. Umesikia? Haleluya. Watu wamezamishwa kwenye maji mengi, wamezamishwa kwenye maji ya vikombe, lakini bado wananing'inizwa na mapepo yanawaning'iniza tu. Kikutana na moto urao Yesu Kristo, hii pepo linasalenda. Haleluya. Pepo linasalenda. Hatuhitaji kuombeana kuvunja madhabahu na kujenga madhabahu. Hatuhitaji hizo. Tukikubali kubatizwa kwa ubatizo wa Roho, hatuhitaji. Maana Roho akipita ndani yako anatenganisha mafuta na nafsi. Tenganisha, weka huko pembeni. Unashangaa. Ulikuwa ukiingia kanisani ni wakukoroma mpaka unaendesha lori. Wewe ukikaa pale unasema haleluya. Muda wote ni haleluya tu. Haleluya. Haleluya. Umetulia, tunasikia ndani haleluya zinaimba. Huko ndani vinanda vinapigwa. Huwezi kusinzia. Haleluya. Haleluya. Lakini unafika kanisani mara unakoroma, unaendesha kama lori limeishiwa mafuta. Bado ubatizo wa Roho bado hujakutana nao, maana hujui hata unachokifanya kanisani. Haleluya. Ufunuo 19:15. Kitabu cha Ufunuo sura ya 19. Ndio.
aya ya 15. Ndio. Neno la Mungu linasema, na upanga mkali, angalia sasa. Hutoka kinywani mwake, ili awapige mataifa kwa huo. Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma. Naye anakanyaga shinikizo la mvinyo ya ghadhabu ya hasira ya Mungu Mwenyezi. Angalia, atawachunga. Upanga hutoka kinywani mwake, pumzi yake ni upanga. Pumzi ni nini? Neno, kweli ya Mungu, roho. Anatoka kinywani mwake, awapige mataifa kwa huo. Maana mataifa wanapigwa. Mataifa sio kitu kingine kama Tanzania, Kenya, Burundi na Rwanda unavyovisikia. Ni madhehebu. Hao ni mataifa, makutano, makanisa. Haleluya. Haleluya. Kanisa mtu mmoja, makanisa watu wengi. Makanisa, makutano tunayaita. Mataifa, madhehebu. Wanapigwa, madhehebu wameng'ang'ania udhehebu wao. Hao ni Kambare, Mumi. Haleluya. Kambare hao wanang'ang'ana na udongo wa tope lao. Hawawezi kukutana maji masafi. Wanabakia kwenye tope lile wanaruka. Huko mle. Dini yetu, dini ya mama yangu, dini ya baba yangu, hii dini ya babu yangu. Haleluya. Wanabai wanakaragaa kwenye lile tope. Kama maji yale ni tope, kama kile kisima cha Yakobo, ndivyo wanavyobaki mle, hawabadiliki. Haleluya. Amen. Hawabadiliki. Bwana anasema nitawapiga kwa pumzi ya kinywa changu, lakini nitawachunga kwa fimbo ya chuma. Fimbo ya chuma haivunjiki, hata ukishikilia hivi haiwezi kupinda. Hiyo fimbo ya chuma ni kweli ya Mungu, ndiye anawachunga mataifa. Amen. Haleluya. Amen. Anawachunga. Bwana Yesu asifiwe. Anawachunga. Ufunuo 12:5 soma. Anawachunga. Yeye anakanyaga shinikizo la mvinyo wa ghadhabu ya Mungu Yesu Kristo. Inasema, ndio, naye akazaa mtoto mwanamume. Huyo ni mwanamke. Ukisoma mstari wa kwanza ukiendelea nao utasoma kwa faida yako. Ni mwanamke, alikuwa tayari, alikuwa ana taji, ana nyota 12, halafu mguuni mwake alikuwa na jua na mwezi. Naye atazaa mtoto mwanamume. Ndio. Yeye atakayechunga mataifa yote. Kwa fimbo ya chuma. Na mtoto wake akanyakuliwa mpaka wapi? Kwa Mungu. Mpaka kwa Mungu. Na kwa kiti chake cha enzi. Mwanamke anazaa mtoto wa kiume atakayewachunga mataifa kwa fimbo ya chuma. Fimbo ya chuma ni kweli ya Mungu. Fimbo ya chuma ni neno lilofunuliwa. Fimbo ya chuma ni neno ambalo ni moto, ni upanga. Anawachunga. Upanga utoka kinywani mwake. Haleluya. Hilo ni kanisa linalochungwa, ambao Mungu ananena habari za kweli. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 2 mstari wa 10 soma. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10. Nasema, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho. Maana roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Umesikia? Mpaka zile siri za Mungu, roho wa Mungu anazifunua, anatufunulia. Ndio maana tunayaona. Kumbe Mungu alipokuwa anazungumza, Yohana akasema, ni kweli mimi nawabatiza kwa ubatizo wa maji, ili kwa habari ya toba ninyi mgeuke. Toba maana yake ni kugeuka. Geuza nia yako, geuza fikra zako, geuka, toka huko ulikokuwa, rudi huku. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa habari ya toba. Lakini tunaona
Yesu anafunua akidhihirisha ubatizo wa Roho na ubatizo wa moto. Mataifa watachungwa. Haleluya. Watachungwa kwa fimbo ya chuma. Atawapiga, atawahukumu kwa pumzi itokayo kinywani mwake. Haleluya. Haleluya. Angalia, twende. Basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani. Amen. Imani ambayo ni njia, ambayo ni Yesu Kristo, ambayo ni neno. Basi Biblia inasemaje? Inasema hivi. Inasema na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Warumi sura ya 5 na mstari wa kwanza mpaka wa pili. Nasema. Ndio. Basi tukiisha kuhesabiwa haki tokayo kwa nani? Katika imani. Katika imani. Imani ambayo ni nani? Ni Yesu Kristo. Wagalatia 3:23 utasoma kwa muda wako. Yanasema imani ile, kabla haijaja ile imani tulikuwa tumefungwa kwenye sheria. Tumefungwa na sheria mpaka ije ile imani itakayofunuliwa wakati wa mwisho ndio tuwe huru. Haleluya. Kwa imani ni njia. Imani ni Yesu Kristo. Imani ni kweli. Imani ni neno. Haleluya. Amen. Imani ni nini? Ni neno. So anasema na muwe na amani kwa Mungu. Na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo nasimama ndani yake na kufurahi katika tumaini la nini? La utukufu wa Mungu. Sikiliza Paulo alipomalizia akasemaje? Anasema hivi, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo tunasimama. Tena anasema mnasimama ndani yake na kufurahi katika tumaini la nini? Tumaini la utukufu wa Mungu. Haleluya. Njia, imani ambayo tumeona ni neno, ambayo tumeona ni ubatizo. Ukibatizwa, furaha ya kweli inaingia, furaha ya milele juu yako inakaa. Haleluya. Uzima unakaa ndani yako, kufa na kuzimia vinaondoka ndani yako. Matendo 9:17 mpaka 18. Hali Anania amejaa Roho, akamuweka mikononi. Kitabu cha Matendo 9:17 mpaka 18. Mstari wa 17 ndio Mungu linasema. Anania akaenda zake. Akaingia mle nyumbani. Akamwekea mikono Sauli. Ndugu Sauli. Bwana amenituma. Yesu. Yeye aliyekutokea. Katika njia uliyoijia. Upate kuona tena. Ukajazwe Roho Mtakatifu. Alimwekea mikono. Paulo yeye akubatizwa kwenye maji, aliwekewa mikono. Akajazwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Yule aliyekutokea amenituma nikuwekee mikono upate kuona. Haleluya. Amen. Umesikia? Hiyo ndio raha ya kumjua Mungu. Ukimjua Mungu. Ayubu anasemaje? Mjue sana Mungu wewe ufanye nini? Mjue sana Mungu ufanye nini? Uwe na amani. Kwa hiyo si mjua Mungu hana amani. Hana amani. Halafu wanaomjua Mungu wana akili. Biblia inasema. Haleluya. Kumjua Mungu una akili. Tena una akili timamu kabisa. Haleluya. Haleluya. Mara vikaanguka yako magamba yamefunika macho yako usione. Unatembea kama kipofu. Wewe unaona mjusi, kumbe wenzako ni baragumu wamekuja wamesimama mbele yako. Wanapiga tarumbeta usiku na pea.
unapaa kama ungo, kwa sababu una macho yako yana magamba, ndio maana huoni. Haleluya, haleluya. Leo mtakiona cha moto kwa jina la Yesu. Makona zinatembea kwa jina la Yesu. Hiyo miguu iliyokuleta huku inapigwa. Haleluya. Ndivyo ilivyo. Soma. Mara vikaanguka machoni pake, vitu kama magamba vikaanguka, akapata kuona, akasimama, akabatizwa, akajazwa nguvu, akatembea. Oh, haleluya. Hakurudi tena kule alikotoka. Walikuwa wamempa waraka kwenda kuua. Hakurudi tena kuwatazama. Wala Yerusalemu hakurudi. Alisonga mbele kule ambako Bwana Yesu anamaagiza kwenda. Leo hii kanisa liangalie. Ukiitwa na Bwana, yaani nasikia Mungu, yaani Mungu amesema na mimi nifanye jambo hili. Unamshirikisha nani? Fanya. Paulo anasema sikumshirikisha mtu mwenye damu moja na mimi. Sikumshirikisha. Hata kuhani mkuu Kayafa sikurudi kwake. Wale walikuwa wamempa waraka kwenda kuua, hakurudi. Alisonga mbele kule ambako Bwana Yesu anataka. Wale walikuwa wanatafuta kwenda kuwaua, alikaa miaka 2 hajaonana nao, hajakutana nao. Anatengeneza kazi ya Mungu. Lakini leo hii wewe unataka uanze kumshirikisha jirani. Mimi kuna mahali nimeona chimbo, kuna mahali nimeona Bwana, kuna mahali nimeona Mungu, kuna mahali si nini. Acha ujinga, songa mbele na kazi ya Mungu wewe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mungu akikuita ikuamuru, ukithibitisha ni Mungu kweli. Songa mbele. Kila ambacho Mungu amekuagiza kufanya, fanya. Haleluya. Fanya. Maana hayo ndio mapenzi ya Mungu. Mungu anachukizwa na mtu anayesita. Haleluya. Tunawaambia nyinyi mtafuteni Mungu maadamu anapatikana. Sasa kuja ukiona cha moto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Wewe nikuoneshe kitu. Petro alipoingia kwa Kornelio akiwa anazinena habari, yaani Petro alipoingia pale kwa Kornelio alianza kushuhudia habari za Yesu, jinsi alivyokufa na jinsi alivyofufuka. Kilichotokea pale, akashangaa. Mmoja baada ya mwingine wakaanza kunena kwa lugha. Roho Mtakatifu akafurika juu yao. Watu wakaanza kushangaa. Hawa nao wamepokea hii neema tuliopewa tena. Hawa si mataifa, nao wamepokea hiyo neema. Sasa kwani Biblia inasemaje? Watapokea kama sisi tutakapopokea. Angalia Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 36 na mstari wa 42 mpaka 48. Soma pale. Neno alilowapelekea wana wa Israeli. Ndio. Akihubiri habari njema ya amani kwa Yesu Kristo. Umesikia? Alikuwa akihubiri habari njema ya nini? Ya amani. Ya amani. Habari njema ya amani. Sikiliza mpendwa. Habari njema za ufalme ni habari njema za amani. Zinaleta furaha ndani yako. Ukisikia injili inayohubiriwa ndani yako haileti furaha na amani ndani yako, sio injili. Leo hii kuna injili za matisho. Unatishiwa tu. Unatengenezewa kuona mazombi, kuona wakina Kilimanzia wanaruka na ungo ili uogope usiku, ukubali kumpokea Yesu kwa nguvu. Lakini huna amani wala huna furaha nayo. Sasa Petro akaihubiri injili. Tunaanza kuangalia tofauti ya injili tunayohubiri na injili tunayohubiri leo. Je, vina uhusiano? Hakuna. Havina uhusiano. Haleluya. Havina uhusiano. Alihubiri injili ya amani ndani ya nyumba ya Kornelio. Ndiye Bwana wa wote. Ndiye Bwana wa wote. Mstari wa 42. Akatuagiza tuwahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyu ndiye aliyeamriwa na Mungu. Umesikia sasa? Tuliagizwa tuwahubiri watu na kushuhudia. Leo hii tunashuhudia nini? Leo kama kanisa tunashuhudia nini? Wewe kama kanisa la Mungu aliye hai unashuhudia nini? Kama kweli umembeba Mungu unashuhudia nini? Haleluya. Haleluya. Amen. Ulipokutana na Mungu
ulifunguliwa. Bwana kaleta sura mpya, Bwana kaleta vazi jipya, ukavikwa. Haleluya. Leo hii una ujasiri wa kuzungumza habari za Mungu. Usilie kuwa huna jina. Bwana amerudisha jina. Kama Sauli ambavyo alikuwa hana jina, jina lake ni wa kuwaua, kuchinja chinja. Alikuwa anajulikana kwa matendo mabaya. Leo hii tunamjua kwa matendo mema na habari njema za ufalme. Haleluya. Hebu kubali na ubatizwe ili kusudi uweze kutembea katika ubatizo wa Roho na Mungu akufanye kuwa wa habari njema. Simama kwa miguu yako sasa. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Naomba waimbaji kamateni maiki na umeimba katika roho, uimbe kwa utulivu wa rohoni. Changamuka maskari wa Yesu. Jesus Christ ndiye Bwana.